Ya, dirisha la usajili la Yanga kubwa halikuwa zuri la msimu huu, na hata la msimu wa juzi halikuwa zuri. Nafikiri wana kama misimu miwili hivi ya madirisha makubwa mawili hayajawa mazuri kwao, na ndio maana unapata tabu kuona mchezaji ambaye amesajiliwa Yanga katika madirisha makubwa mawili yaliyopita ambaye ameleta impact moja kwa moja. Wengi wamekuja na kuondoka. Na haswa kwa wachezaji ambao wanawafuata nje ya Tanzania. Hapa ndani of course wamewasajili leo kina Dukabuya, wamesajili Dube, wamesajili Mohamed Hussein, lakini wakitoka nje ya Tanzania wamekuwa narudi na wachezaji ambao level zao kidogo ni za chini, wachezaji ambao wameshindwa kuimprove squad yao. Na ni kwa misimu miwili mfululizo. Sasa hiyo mimi sioni kama inatokea bahati mbaya. Kuna kitu inawezekana hakipo sawa kwenye sera yao ya usajili. Haiwezekani misimu minne nyuma kila walikuwa akienda nje wanarudi na mchezaji kweli, lakini kwa miaka ya hivi karibuni akienda nje wanarudi na wachezaji ambao ni wa kawaida. Kwa hiyo inawezekana kuna kitu wanatakiwa kuboresha kwenye department yao ya usajili. Unaweza kuona msimu uliopita kidogo Yanga ilikuwa inaonekana kama inaelekea kushuka, lakini bado walikuwa wanaweza kujitetea vizuri. Lakini mbaya ni kwamba walitoka hatua ya makundi kwenye Champions League. Msimu huu sasa baada ya tena kufeli tena na msimu huu kwenye dirisha kubwa la usajili, inaonekana sasa ndio imewaathiri sana. Mpaka sasa hizo ukiangalia Yanga unaona mbona kama sio kama ile iliyozoeleka. Performance yao kuna kitu inaonekana kimepungua. Kwa hiyo imagine tena wakienda kufeli tena kwenye dirisha la tatu itakuwa mbaya zaidi. Kwa nafikiri Yanga katika madirisha makubwa yaliyopita kwenye usajili wamefeli sana kulinganisha na standard ambazo waliwahi kuziweka wao wenyewe kwenye madirisha kadhaa yaliyopita huko nyuma. Wananchi wanahusishwa na aliyekuwa mshambuliaji wao kiungo wa zamani raia wa Burkina Faso Stefano Aziz Ki. Nasri kama Young Africans watakamilisha dili hilo, huenda ukawa ni usajili sahihi na wenye mantiki ndani ya Young Africa kwa namna ambavyo unakitazama kikosi chao. Of course Aziz mchezaji mzuri, na uzuri wa Aziz kwanza alishathibitisha hapa ni mchezaji ambaye anaimudu vizuri ligi yetu, lakini hata ukiangalia impact yake kwenye baadhi ya michezo ya kimataifa ilikuwa ni nzuri. Kwenye mechi kubwa alikuwa anaweza kustep up na kuisaidia timu. Lakini kwangu mimi kitachobaki, mimi sina shaka na ubora wa Aziz, sina shaka na uwezo wake wa kuamua baadhi ya game kubwa na ubora wake hata kwenye michuano ya CAF. Lakini nafikiri kinachomata kwake kama mchezaji ni mentality yake. Ametoka Morocco, ameenda sasa yupo Libya, sio? Anarudi Tanzania, yeye kwake hiyo atakuwa anaichukuliaje? Atakuwa anachukulia kama nafasi ya kuja sasa huku kuja kupumzika baada ya kutoka kwenye hizo ligi za wenzetu ambazo zina ushindani zaidi. Na Aziz kwangu mimi ninavyomuona kama mchezaji ni mchezaji, yani ni mchezaji ambaye dakika moja tu kurelax. Unakumbuka hadi wakati hata anatoka ASEC anakuja Yanga, msimu wake wa kwanza ni kama kulikuwa kuna kujisahau kwake. Akapitia mazingira magumu mpaka Yanga wakaa kwenye ile kwamba anaweza akamtoa kwa mkopo, anaweza akamwacha. Walivyompa ile season iliyofuata ndo akaperform vizuri sana. Lakini hata huo msimu wa mwisho kabla kwenda Wydad kidogo nilikuwa namuona kama mchezaji alikuwa amebweteka kiasi fulani, hadi mwili ukaanza kuja mwili mkubwa. Watu wachukue picha ya Aziz ya msimu wa mwisho Yanga na alivyoenda Wydad baada ya kipindi fulani, ghafla ukaona ule mwili umepungua, amekuwa tena slim. Kwa hiyo kama mchezaji naamini kwake kuna nini fulani hivi ya kubweteka, na mazingira yetu Tanzania yalivyo, unajua huku hakuna game ambazo zinakufanya nini sana, yani kwa mchezaji mwenye kama level yake yeye anaweza kuona mimi bwana hawa na mudu na nini. Sasa ukishaichukua hiyo, ukishaiweka akilini, ndio unaweza kukuta standard yako inashuka taratibu. Kwa hiyo mimi sina shaka na uwezo wa Aziz, ni mchezaji wa level ya juu sana, lakini kama mchezaji nahisi kama ni mchezaji fulani anaridhika mapema. Kwa hiyo akiweka tu hiyo akilini ghafla mnaweza mkamsahau. Kwa hiyo ikitokea anarudi, nafikiri sehemu muhimu kwenye usajili wake yeye kama mchezaji ni atarudi huku akiwa anapafikiria vipi. Kama atafikiria kama ni sehemu ya kuja kurelax na kutulia,
anaweza kidogo akapata tabu, lakini kama ataamua kweli kuweka hard, kuna msimu ambao ashawahi kuwa serious kweli na tuliona alikuwa MVP wa ligi yetu, alikuwa top scorer, alitengeneza magoli ya kutosha. Yanga kwenye ule msimu alifika robo finali ya CAF Champions League. Kwa ni mchezaji wa level ya juu. Nasi ni sawa kumfananisha Chama na Alan Okello kwa sasa mpira wa miguu. Unajua watu wanapenda comparison hizi kwenye mpira na watu wanachokitaka ni sehemu tu ya kuanzia. Okello amekusanya numbers nzuri sana hapa katikati. Kwa hizo numbers zake zina backup kutengeneza comparison zidi ya mchezaji yoyote kwenye ligi na ukaonekana una make sense kwa ajili ya numbers ambazo zinamtetea. Lakini kiukweli mimi sifikiri kama yani hizo comparison zina maana yoyote kwa Chama. Unajua zinatengenezwa kwa ajili Chama kuna standard ama set. Kwa hiyo ukitaka kufanya comparison ya mchezaji yoyote ili ionekane ina make sense kwenye ligi yetu lazima umlinganishe na Chama. Yani hakuna mchezaji mwingine ukitaka kumfananisha na mchezaji mwingine ili uonekane una make sense ukatumia mfano tofauti na Chama. Yani leo hii ukitaka kuwaaminisha watu kwamba Okello kweli mtu lazima utatumia kigezo cha Chama. Ukitaka kuwaaminisha watu kwamba Faisal ni kiungo kweli lazima utataka kumtumia Chama kama kigezo. Wewe toa Chama, kuna mchezaji gani mwingine ambaye unaweza ukatumia kama kigezo kuwaaminisha watu kwamba hao wawili ni wachezaji? Hakuna. Lakini Chama yeye yani ukitaka kumzungumzia Chama ukubwa wake ulazimiki kusema anamzidi Faisal ama yeye na Faisal nani bora. Yeye kama yeye kwamba Chama afananishwe. Yani yeye kama yeye tayari ameshajiweka pale. Sasa hiyo ni dalili ya kwamba huyu mchezaji yeye ndo ambayo ameset hiyo standard. Kwa hao wengine yani ili kuwaaminisha watu kwamba hao wengine pia nao ni bora, kwa lazima utumie mfano wa Chama, na ndio maana amekuwa anafananishwa na wachezaji wengi sana. Sasa kuja kwamba ni sawa ama si sawa, of course kwenye football hivi vitu haviwezi kuisha. Yani football kwanza ni mchezo wa kishindani, kwa hiyo lazima watu wataibua mijadala mingi ya kiushindani. Sasa kwangu mimi bado naamini kwamba Chama ni mchezaji wa level ya juu kushinda Alan Okello, lakini bahati nzuri Alan yeye bado ana umri wa kuendelea kuonyesha zaidi. Lakini mimi naamini ukiwa kwenye kikosi ukiwa na Chama anaweza akakusaidia zaidi ya Alan Okello. Licha kwamba Alan ukiwa na kikosi Chama of course anaweza kuimpact mchezo zaidi ya Alan Okello. Chama ni playmaker mzuri. Hata Okello amekuwa akionyesha. Okello ni mfungaji na creator mzuri. Yani ni moja tofauti ya Chama na Okello bila shaka. Sasa Chama anaweza kufunga, anaweza kucreate, lakini yeye pia ni playmaker. Lakini Alan sidhani kama ni playmaker. Na ndio maana hata ukiangalia Yanga, Alan sio kwamba anakuwa na touch nyingi kwenye mpira, lakini ukimuona tu katengeneza nafasi, ukimuona kafunga, yani anatokea kwenye matukio. Kitu ambacho ni kizuri ukiwa na mchezaji kama huyo, basi unajua muda wote anakupa goli, anakupa na assist. Lakini sasa kuna Chama ambaye pia atafunga, ata assist, lakini yeye anakuwa na touch nyingi kwenye mpira, ata playmaker, atashuka chini, atafanya hivi. Yani yeye anaathiri mchezo kwenye nyanja pana zaidi. Sasa kwa Alan ndio kidogo naona kama ndio maana nikasema yeye umri upo yes. Ndio kwanza nafikiri hana hata msimu mmoja ndani ya Yanga. Kwa alikuwa anapitia adaptation time hapo, kama alikuwa anajitafuta, kuna kipindi alikuwa na struggle. Sasa hizi ndo ameanza kuleta hizo goal na assist. Yeye kama mchezaji pia, unajua uzuri wa hawa wachezaji ambao level yao ni ya juu huwa hawaangalii nyuma kwamba wamefanya nini. Wao siku zote wana push mbele zaidi kuendelea kuwa bora zaidi. Hasa hata yeye nafikiri ataendelea kudevelop zaidi. Unaweza saizi kumuona labda alianza kuassist, nafikiri kwenye ile mechi ya Pamba aliassist mara 3, alafu tena akaanza kufunga tena mara kwa mara. Kwa nafikiri kila muda anavyoendelea kusukana wachezaji wenzake na nini, na yeye ataendelea kudevelop zaidi. Lakini nafikiri sasa mimi nafikiri mpaka Chama atakapo staff ama atakapoondoka kwenye hii ligi ndio tutaanza sasa comparison za namba 10 mwingine bora yupi. Lakini as long as
yupo hapa, yeye ataendelea kuwa namba 10 bora. Kwa kumalizia Nasri, ikitokea ukashuhudia tuzo za Puskas ambazo zinafanyika mwaka huu, goli la Chama likaibuka na ushindi ama kwa kinara, litakushangaza hilo jambo au ni jambo ambalo litegemea na wewe? Itanishangaza kusema ukweli. Watu wamekuwa wakisema ni miongoni mwa magoli mpaka Leo mwenyewe alionyesha. Goli zuri, lakini ukipita hapa na pale kuna magoli mengine anafungwa mazuri duniani. Kwa of course goli zuri, lakini kuwa goli bora duniani, mimi nishaona msimu huu magoli mengine ambayo nimeona ambayo ni bora zaidi ya goli lake, ambayo naamini yao yana nafasi kubwa zaidi ya goli la Chama. Kwa hiyo of course ni zuri, ili naweza labda kwa Chama nafikiri goli lake hata likiingia kwenye nominees itakuwa ni mafanikio. Unakiona hicho kitu? Duniani amekuwa akifunga magoli hapa. Ndio maana nikasema hata akiingia kwenye nominees itakuwa mafanikio kwake, kwa ajili pia ni hatua ngumu kufika. Kwa nominees haitakushangaza. Pia itanishangaza. Na ndo itanishangaza pia, lakini itakuwa ni mafanikio makubwa sana kwake kuwa tu nominees. Kwa haijalisha akichukua asipochukua, lakini kama litakuwa hata nominees basi itakuwa ni mafanikio kwake. Shukrani sana. Shukrani. Yes, mtazamaji, kama ulivyotoka kumsikia hapo Nasri Alfani ngumi jiwe, na kwa wewe ambao ufahamu bwana Nasri ana mkanda wa nini ule? Achana na. Kwa hiyo usije kichwa. Mimi ni 255 Kenya, nyuma kamera ni Lugre Pablo, lakini endelee kukukumbusha upite katika sehemu ambayo nimekuambia. Kwa hiyo ambao umekuwa ukitaka kuweka bashiri zako, pita Leonbet Simba la Mikeka kwa ajili ya kufanya bashiri. Na ikumbukwe hivi sasa unapoweka dau kuanzia shilingi 3000 unaweza ukajishindia gari yenye thamani kubwa zaidi, Mazda kama lango lile. Kwa hiyo nikusii wewe ambaye unatutazama, hakikisha unacheza, ligi zipo zinaendelea, kuna michezo mingi iko pale, kasino na vitu kama hivyo. Hadi wakati mwingine, bye bye.